Mpenzi mtazamaji wetu wa UoI Digital, leo katika chombo chetu cha usafiri na kusafirisha mpaka nyanda za juu kusini mwa Tanzania na kutua moja kwa moja mkoa Iringa na kutua hapa katika chuo kikuu cha Iringa, zamani Tumaini. Je, unajua chuo hiki kilianza kujengwa kwanza kwa mawazo kabla ya majengo unayoyaona, lakini pia bila kusahau wafanyakazi na uongozi uliopo kwa sasa. Tegea sikio nikupe habari njema na hadithi nzuri kutoka chuo kikuu cha Iringa. Na anaanzia katika mwaka 1987. Mpenzi mtazamaji wetu wa UoI Digital, leo katika chombo chetu cha usafiri na kusafirisha mpaka nyanda za juu kusini mwa Tanzania na kutua moja kwa moja mkoa Iringa na kutua hapa katika chuo kikuu cha Iringa, zamani Tumaini. Je, unajua chuo hiki kilianza kujengwa kwanza kwa mawazo kabla ya majengo unayoyaona, lakini pia bila kusahau wafanyakazi na uongozi uliopo kwa sasa. Tegea sikio nikupe habari njema na hadithi nzuri kutoka chuo kikuu cha Iringa. Na anaanzia katika mwaka 1987, Septemba 27. Ndiyo siku na mwezi na mwaka mahususi kabisa ambao muasisi wa chuo kikuu cha Iringa, Askofu Odenberg Mdegera, alipopata wazo la kuanzisha taasisi hii, kuwa ndio ilikuwa ndoto yake ya muda mrefu akiwa mtoto. Siku point to mark ya kuwekwa wakfu, that was September 27, 1987. Ndio siku nilipotamka kwamba nitajenga chuo kikuu. Ndio siku nilitamka. Nikutamka kwa siri, nilitamka hadharani. Na rasmi mwaka 1991 aliweka zumuni la kwanza kujenga majengo unayoyaona sasa. Lakini jengo la kwanza kujengwa hapa mwaka 1991 ilikuwa ni multipurpose. Mwezi wa 3 mwaka 1991 alipata msaada kutoka nchi za nje, mataifa mbalimbali, lakini bila kumsahau mzungu mmoja kutoka Ulaya aliyeitwa Arnold Blomqvist. Blomqvist alikuwa na mke wake aliyeitwa Mary Blomqvist. Baada ya kujenga jengo la multipurpose mwaka 1994 pamoja na majengo yanayoizunguka multipurpose, aliamua kuanzisha vitivo. Vitivo hivyo kilikuwa cha kwanza kilikuwa ni kitivo cha Biblia kinachoitwa theology au theolojia mwaka 1991. Lakini mwaka huo aliweza kuanzisha kitivo kingine cha biashara ambacho kinaitwa Bachelor of Business Administration. Na baadaye, baada ya miaka miwili, mwaka 1993 aliweza kuanzisha kitivo kingine cha uandishi wa habari, yani Faculty of Arts and Social Science in Journalism. Kwa hiyo tukaanza, nikasema lakini when you are saying business administration, wachungaji wangu nitapeleka wapi? Nikasema anza. Kwa hiyo pale tulianza na faculty mbili. Wachungaji nilianza nao kabla, wakiwa kama kozi ndogo ndogo kwanza. Wale wazee waliofanya kazi muda mrefu wapo kozi ya mwaka mmoja miwili wakafanya kazi ya uchungaji. Lakini business administration
ilikuwa ndio faculty ya pili. Kwa hiyo ukiweka orodha, faculty ya kwanza ni theology, ya pili business administration. Tukakaa tukaangalia, tukagundua hiyo ni mwaka 1900. Theology tulianza nayo 1991. 1991. Lakini business tulianza 1993. Ndio pale tukaanza kujideclare kwamba tunataka chuo kikuu. Na tulianza kama Lutheran College of Iringa. Kwa hiyo hatuanza kama, tukagundua kwamba faculty inayoweza kutupa hela na watu haraka ambayo haipo ni journalism. So the third faculty ni journalism. Na majournalist walikuwa ni wale waliosoma Urusi na mahali pengine. Dar es Salaam walikuwa wanatoa diploma tu. Na mtu mmoja tu mweka kwenye baraza alikuwa ni journalist wa Dar es Salaam. Alikuwa na sisi tunaanzisha degree na yake kingizi kuanzisha degree. Hiyo ndio faculty ya 3. Faculty ya 4 law. Lakini pia bila kumsahau Dr. Rubawa, naye alisaidia sana katika kuanzisha kwa vitivo hivi na kuendesha shughuli nzima za chuo kikuu cha Iringa. Je, unajua changamoto ambazo ulizipitia wakati wa kuanzisha chuo hiki? Hata zile fedha Ulaya wamezuia mpaka missionary afike chuo. Mtu asikudanganye. Fedha ya kwanza kuchimba pale niliita washirika wakachimba. Nikakopa fedha kwa mama mmoja anaitwa Mama Mwachanga, alikuwa na mradi wa kutengeneza mafuta ya alizeti. Yuko pale njiani kwa Mwachanga pale. Nikakopa hela, maana mume wake alishinda kukopa. Simejua wanawake wanajifanya na bingwa kwa ume zao. Nikaenda mimi nikamtekeza na maneno, katoa hela. Nikachukua water pump. Sio kwa kuazima. Mpaka leo tukurudishia. Tukachukua water pump tukaanza bwana. Umeme. How do we do it? Meneja wa TANESCO ni Mlutheri. Nafanyaje? Nikaenda nikamlebu nikamwambia kuna rural electrification program. Asa ninayo. Sasa kama ile ni sehemu ya manispaa, haikuwa sehemu ya manispaa. Ilikuwa ni pale bondeni. Asema hapana, nikasema peleka bwana. Akasema bwana, ingekuwa ni hapa mjini, ningetakiwa kulipa $3,600,000. Lakini kwa kuwa ni rural, nalipa $900,000 tu. Msikie muasisi mwingine wa chuo hiki ambaye hana mengi ya kusema nasi UoI. Anaitwa Profesa Irom. Chuo hakijitegemei, bila serikali hakiwezi kuwepo. Manake kinafanya malengo ya serikali. Swala la kuleta maendeleo, kuboresha elimu ni sera ya nchi. Kwa hiyo manake bado chuo kinatekeleza sera za nchi za elimu na maendeleo ya jamii. Zamani watu walitegemea ajira nchini. Lakini lazima usome uajirike duniani kote. Ukitoka hapa uweze kutafuta kazi Uingereza, Marekani na ukakubalika. Na hiyo inatokea tu kama unajituma. Lakini ukiwa umesoma alafu unafanya interview nje hawakuelewi, ujue wewe bado. Sawa. Kwa hiyo someni vizuri. Muelimike. Sio kucopy and paste. Vyeti sio issue siku hizi. Ni skills. Kuna program unaitwa au mfuko unaitwa Generali Mabeo Foundation. Huu ni mfuko wa kukusanya fedha kuwasaidia wanafunzi wenye matatizo walioshindwa kumalizia ada. Manake unaweza kaja hapa umeletwa na wazazi, mzazi akafariki au mgonjwa, mwanafunzi akashindwa kusoma. Kwa hiyo tusingependa mwanafunzi kama huyo akatishe masomo kwa kukosa hela. Kwa hiyo chuo kina encourage mfuko waweze kukua na utoe ufadhili kwa wanafunzi.
UoI Digital haikuishia tu kuzungumza na muasisi wa chuo, bali imezungumza na mkongwe aliyefanya kazi kwa muda mrefu, kwa kimombo anaitwa legendary, kwa majina anaitwa Esau Ntabindi. Naye amezungumza mengi mafanikio kuhusu chuo kikuu cha Iringa, hasa katika kitivo cha uanahabari. Kwa muda wa kutosha tangu mwaka 1997 kimsingi ndio mwanzilishi wa idara yetu, katika maana kwamba wakati naingia ndio tulikuwa tunaanzisha idara ya habari, na kwa chuo chetu cha Iringa idara ya habari ndio nasema ni idara ya kwanza katika kitengo au katika faculty ya Arts and Social Sciences, kwa sababu tulipoanza ilikuwa ni idara ya journalism tu ndio ilikuwa ya kwanza na tumeanza na marehemu Profesa Mshana. Yeye alikuwa ni profesa wa mambo ya elimu, alikuwa ni mwalimu. Kwa hiyo tumeanza naye katika idara yetu ya habari, japo yeye hakuwa mwanahabari, lakini mimi ndio nilikuwa mwanahabari katika kitivo hicho ambacho ni cha sayansi cha Arts, Social Science and Arts and Social Sciences. Na kimsingi tunasema kwamba journalism ndio ilikuwa ni idara ya kwanza katika kitivo chetu hiki cha Arts and Social Sciences. Mafanikio naweza kusema pamoja na kuanza katika ugumu, lakini tuliweza kutoa vijana wazuri ambao wako sehemu mbalimbali, na kimsingi kwa kweli tumekuwa ni mwanga mkubwa sana kwa nchi yetu, kwa sababu nadhani na wengine waliiga kutoka kwetu, kwa sababu tulionyesha njia kwamba kumbe masuala ya habari yanaweza pia kufundishwa katika kiwango cha elimu ya juu. Kwa hiyo vyuo vingine vilifuata, lakini sisi nadhani kwamba tulikuwa ndio wa kwanza, na nadhani ndio mafanikio makubwa kwamba tumeweza kutoa vijana wengi wako sehemu mbalimbali, kwenye vyombo vya habari, kwenye makampuni mbalimbali, kwenye mashirika mbalimbali, lakini wengine pia wameweza kujiajiri kwa namna moja au nyingine. Sababu kuna kijana ambaye nadhani miaka hiyo alisoma hapa, ameanza chuo chake kinaitwa Arusha College of Journalism. Ni bwana anaitwa Mayagira, nadhani jina nalikumbuka kwa mbali. Mayagira alisoma kipindi fulani hapa, alianza chuo chake na kinakwenda vizuri, kiko Arusha. Kwa hiyo nadhani na wengine pia wako wanafanya shughuli zao. Ni kipindi ambacho nitasema ni era mpya. Nadhani bado mafanikio yanaendelea kuwa mazuri zaidi, kwa sababu tulianza na vijana katika mazingira ya namna fulani, lakini sasa hivi mazingira ni mazuri. Naweza kusema kwamba vijana wanajituma, vijana wanasoma kwa vitendo, na wanapokwenda hasa kipindi cha kwenda field ndio tunakuja kugundua kwamba kumbe vijana wetu wanafanya vizuri na wanaeleweka, kwa sababu huwa tunapata mrejesho. Sababu wanapokwenda field vijana hasa wa diploma mwaka wa pili, lakini pia degree mwaka wa 3, tunapokwenda kuwatembelea na kuona wanachokifanya, wale ambao wanakuwa nao pale katika ofisi mbalimbali, kwa kweli huwa wanatupa mrejesho mzuri kwamba vijana wetu wanafanya vitu ambavyo kwa kweli wanavielewa, na wanawasifu sana, na huwa wanapenda sana kupenda waendelee kuwepo, lakini kwa sababu ni muda mfupi. Lakini kwa kweli nasema kwamba mafanikio ni makubwa. Hatujawahi kupata mrejesho au feedback ambayo ni negative. Kwa kweli huwa tunapata sifa kwamba kwa kweli vijana wanafanya vizuri wanapokwenda kwenye field au kwenye mazoezi kwa vitendo. Kuna mambo mengi, kwa mfano kuna kitengo cha ushauri na nasihi, wanaita counseling and psychology. Kile kitengo nadhani kina kazi kubwa sana, kwa sababu kuna shida sana katika jamii, watu wana matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo wale ndugu, kile kitengo chao kinasaidia sana jamii kuweza kurekebisha, kuwashauri na kuonesha njia. Lakini pia kuna kitengo cha ndugu zetu wa ujasiriamali, wamekuwa wakisaidia jamii namna ya kufanya biashara. Pia tuna ndugu zetu
wa idara ya elimu au kitivo cha sayansi ya elimu na nini. Wale pia wanawasaidia sana jamii kuweza kufundisha katika mashule mbalimbali. Kwa hiyo kimsingi kwa asilimia kubwa nadhani kwamba Chuo Kikuu cha Iringa kimekuwa na mchango mkubwa katika jamii. Lakini pamoja na hayo wamekuwa wakitoa misaada mbalimbali hospitalini, kwenye shule, lakini pia kusaidia hata wanafunzi ambao kwa namna moja ambao au nyingine wanashindwa kulipa ada, basi kwa namna moja au nyingine wanajaribu kuwasaidia kwa namna hiyo. Kabla ya kuweka kalamu yangu chini, msikilize mwanafunzi huyu, ana mengi ya kusema kuhusu Chuo Kikuu cha Iringa, lakini hapa amebainisha mambo mawili mazuri aliyoyapata akiwa Chuo Kikuu cha Iringa. Changamoto, kuna mafanikio ambayo yapo katika chuo hichi ambao nimeona kwa upande wangu pia ni mazuri. Kwa mfano kuna swali zima la wifi, wanafunzi tunatofautiana economically. So unakuta mtu upo library, maybe unataka usearch kitu fulani unakuwa unakosa kutokana na changamoto kama hiyo ya kutopata wifi. Lakini sasa hivi wameboresha sana, maeneo yote ya chuo kizima hichi unaweza kupata wifi na muda wote, saa yote. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi hiyo ilikuwa vizuri. Lakini pia swala la walimu kwa uhalisia, kwa majengo sisemi, lakini kwa education ya walimu wanatoa elimu ambayo ni nzuri na elimu yenye manufaa, na toka mimi nifikia hapa imekuwa ni vice versa. Ninavyosikia vyuo vinavyokuwa labda kuna kusapu sana nini, lakini mwanafunzi tu ukishajielewa na ukifuata zile kanuni ambazo mwalimu anakupatia, basi unaweza kufaulu kwa uhalisia mkubwa sana. Kwa hiyo mimi nawapongeze katika sekta ya walimu, wamejitahidi sana kuweza kunyanyua upande wa academically iko vizuri. Naye Angelina Mbunda ameweka wazi kilichomvutia kuhusu chuo hiki. Kilichonivutia kujiunga na Chuo Kikuu cha Iringa, kwanza nilipenda mazingira yenyewe ya chuo, kwa sababu kabla hujajiunga tulikuwa tunaona baadhi ya picha kwenye TV au tunasikia kwenye redio walikuwa wanatoa matangazo mbalimbali. Alafu na kingine kwamba hapo uandishi wa habari nilichokipenda nije nisome uandishi wa habari, kwamba wanatoa elimu kwa vitendo. Vyuo vingi Tanzania vinatoa elimu, lakini Chuo Kikuu cha Iringa ni chuo cha kwanza kutoa elimu ya vitendo na kutoa elimu nzuri ya manufaa kwa wanafunzi wanaoingia kusoma katika Chuo Kikuu cha Iringa. Makala hii imeandaliwa kwako na kusoma nami Petro Amedwile Mkulule. Asante na kwaheri.